Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na anapenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na leo ukiwa ni mwezi wetu wa 4, ndugu msikilizaji, na mwezi huu Mungu ametupa kichwa cha mwezi ambacho kinasema ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tarajia sana ndani ya mwezi huu kuona Mungu anakukumbuka. Tarajia sana kuona fadhili za Mungu, wema wa Mungu kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, tarajia sana ndani ya mwezi huu kuona uso wa Mungu kwenye familia yako. Tarajia kuona utukufu wa Mungu kwenye malango yako. Tarajia kuona upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa sababu ndugu msikilizaji, mwezi wetu wa 4 ni mwezi wa kukumbukwa na Mungu. Kwa hiyo unapokumbukwa na Mungu, utamuona Mungu anakutembelea. Utamuona Mungu anakaa na wewe. Utamuona Mungu anakufuta machozi yako, mtu wa Mungu. Utamuona Mungu anabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwezi mzuri sana ndugu msikilizaji. Ni mwezi utaona fadhili za Mungu zilizokuu. Utaona ahadi za Mungu alizokuahidi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya mwezi wa 4. Asante kwa ajili ya mwezi mzuri sana Mungu ambao umetupa. Mwezi wa kukumbukwa na wewe. Na ndani ya mwezi huu Mungu tutaona wema na fadhili zako. Tutaona upendo na msamaha wako kwenye maisha yetu. Basi Roho Mtakatifu, ninakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Ninaomba ukanisaidie mtoto wako na mtumishi wako kusema na watoto wako. Baba, ninakushukuru kwa sababu utaenda kunitumia sawasawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia ninaombea kila mtu anayenisikiliza sasa hivi na kila nyumba inayonisikiliza sasa hivi. Mungu, ninaomba ukajibu maisha yao. Ninaomba ukajibu maswali ya maisha yao. Ninaomba ukajibu majibu yao. Ninaomba ukawasaidie na kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji. Nimekwambia mwezi wetu huu ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Na ndani ya mwezi huu mtu wa Mungu tutasimama na mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Mwanzo 8, mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wetu wa kwanza ndani ya mwezi huu unatoka kwenye Mwanzo 8, mstari wa kwanza. Na neno la Mungu linasema na sisi wazi wazi, ndugu msikilizaji, ya kwamba Mungu akamkumbuka Nuhu. Na hakuwa Nuhu peke yake, bali alikuwa Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, mtu wa Mungu, tarajia kuona Mungu anakukumbuka wewe. Anakumbuka nyumba yako. Anakumbuka maisha yako. Na kwenye nyumba yako kama una mifugo, Mungu atakumbuka mifugo yako. Kama unalima, Mungu atakumbuka mashamba yako. Kama unajenga, atakumbuka mji wako. Kama una uzao, atakumbuka watoto wako. Chochote unachokifanya, Mungu atakukumbuka nacho. Ndivyo ambavyo maandiko yanatuambia. Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atakukumbuka wewe na vitu vyote ulivyo navyo. Mungu atakumbuka vipawa kwenye mikono yako. Mungu atakumbuka utashi aliyouweka. Mungu atakumbuka ufahamu na akili zako. Mungu atakuwezesha, mtu wa Mungu, utakuwa mtu wa tofauti sana ndani ya mwezi huu.
Na neno la Mungu linasema hivi, Mungu alipomkumbuka Nuhu kuna kitu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Kwa hiyo yale makwazo yaliyokuwa yanamsumbua Nuhu pamoja na vitu vyote alivyokuwa navyo, Mungu alipomkumbuka kuna jambo alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Nuhu akavumisha upepo, yale maji yakapungua. Kwa hiyo na wewe Mungu atafanya kitu kwenye nyumba yako. Mungu atavumisha upepo, nguvu za giza zitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atavumisha upepo, changamoto zote ulizo nazo zitaondoka. Mtu wa Mungu, Mungu akikukumbuka, utaona fadhili zake kwenye maisha yako. Utaona uso wake. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la pili linatoka kwenye Isaya 49 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma andiko hili, Mungu anakuonyesha ya kwamba wanadamu wanao uwezo wa kukusahau, marafiki wanao uwezo wa kukusahau, hata mzazi wako, mama yako ambaye alikunyonyesha anao uwezo wa kukusahau. Lakini Mungu huyu tunayemhubiri, Mungu huyu ambaye umemkimbilia, Mungu huyu ambaye unamuamini, anasema hawezi kukusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jipe moyo mkuu, shangilia ndani ya mwezi huu, tumaini liingie ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu atakukumbuka. Na Mungu amekupa neno lake, anasema hivi, naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Sasa ninaomba tuendelee mbele. Siku ya leo, mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo kinachosema nikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Kwa hiyo kama unaandika, andika kichwa cha somo cha leo, nikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Kama ambavyo mtu wa Mungu tumepita kwenye maandiko haya mawili, Mungu hata kusahau. Lakini pia kama uliona dalili au uliona ya kwamba Mungu amenisahau ndani ya mwezi huu, tutaomba mtu wa Mungu, Mungu atakukumbuka tena. Mungu atayakumbuka maisha yako, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dada Krista, ninaomba unisomee Kutoka 2 mstari wa 24 mpaka wa 25. Kutoka 2 mstari wa 24 mpaka wa 25. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye Kutoka 2 mstari wa 24 na mstari wa 25. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mstari wa 25. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Mtu wa Mungu, nimekwambia hivi, leo tunaenda kuomba, nikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona hapa Mungu akawakumbuka watoto wake. Mungu akasikia kilio chao. Mungu alipowakumbuka akaamua kuwasikiliza, na alipowasikiliza akasikia wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipowasikia wanalia, kuna kitu Mungu akakumbuka, agano. Agano gani alilolifanya? Sio na wao waliokuwa wanaomba, sio na wao waliokuwa wanalia. Alilifanya ili agano na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Kwa hiyo baada ya kukumbuka, alafu Mungu akakumbuka kitu cha msingi sana alichokuwa nacho, agano.
la wale waliokuwa wanalia, agano la wale watoto waliokuwa wanaangamia, agano la yale manyanyaso ambao walikuwa wanayapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 25, Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Mtu wa Mungu, Mungu amekukumbuka ndani ya mwezi huu. Amen. Mungu amekuona ndani ya mwezi huu. Amen. Kwa hiyo Mungu ameamua kukusikiliza na kukuangalia. Na kwa sababu Mungu atafanya hivyo, maisha yako yatabadilika. Kila maangamizi uliokuwa unapitia kwenye maisha yako yataondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ukisoma Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, mtu wa Mungu. Na Mungu alipoupenda ulimwengu akaamua kumtoa mwana wake wa pekee Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini kitu ninachotaka kukwambia hapa. Neno la Mungu linasema kwenye Kutoka, wana wa Israeli wakalia mbele za Bwana. Wale watu wakaugua mbele za Bwana. Walipougua, Mungu akasikia kuugua kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aliposikia kuugua kwao, kuna kitu akakikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu alichokikumbuka ni agano. Alipolikumbuka lile agano, kuna kitu Mungu akafanya. Mungu akawaona. Kabla hajakumbuka agano, manake Mungu alikuwa hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hajakumbuka agano, manake Mungu alikuwa hawaangalii. Kwa hiyo wana wa Israeli wakalia na kuugua Mungu. Lakini kuugua kwao na kulia, kuna jambo Mungu analikumbuka. Ndugu msikilizaji, kuna kitu Mungu amekumbuka kwenye maisha yako. Amen. Kuna kitu Mungu amekumbuka, ndio maana amekuja kusema, Amen, nimekukumbuka. Amen. Na kwa sababu nimekukumbuka, nataka kukutendea mema. Amen. Mungu amekumbuka nini? Yohana 3 mstari wa 16. Dada Krista, nisomee hilo andiko. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi baada ya kulia mbele za Bwana, sisi baada ya kunungunika na kuona mambo mengi mbele za Bwana, tulipoomba mbele za Bwana, kuna kitu Mungu kakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu Mungu ametukumbuka, amekusudia kututendea mema. Amen. Amekumbuka nini? Agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano lipi? Linatoka kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Tunapozungumzia ulimwengu, mtu wa Mungu, tunazungumzia kwa habari ya mimi na wewe. Kwa habari ya watu uliokuwemo kwenye familia yako. Kwa habari ya ndugu zako, watoto wako, wazazi wako, vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu akakumbuka ya kwamba wanaolia nimefanya nao agano. Agano lipi? Akamtoa mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo mtu wa Mungu hautapotea ndani ya mwezi huu. Familia yako haitapotea ndani ya mwezi huu. Mali zako, watoto wako, vyote ulivyo navyo havitapotea ndani ya mwezi huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia ndugu msikilizaji, Mungu akikukumbuka, kuna kitu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, ili asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Amen. Maisha yako hayatakuwa kama ambavyo uliyakalili. Maisha yako hayatakuwa kama ambavyo watu walikuzoea. Unachotakiwa kukifanya, muamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo unao uwezo wa kuto kupotea kama utaamua kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utaamua kukazana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka wa 8. Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka wa 8. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao.
nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mpelizi na Muhivi na Myebusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye ile andiko, mtu wa Mungu, kwenye Kutoka 3 mstari wa 7 na wa 8, neno la Mungu linasema hivi: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nimekwambia mtu wa Mungu, Mungu akikukumbuka kuna kitu anafanya. Mungu akikukumbuka, mateso uliyokuwa unapitia yanastopishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu anaelezea baada ya kuwakumbuka wana wa Israeli, baada ya kusikia kilio chao, na kilichofanya walie Mungu waje akalikumbuka agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tumelia mbele zake, na Mungu amelikumbuka agano alilolifanya kati ya yeye Mungu na sisi wanadamu. Na agano alilolifanya na sisi, mtu wa Mungu, nimekuonyesha linatoka kwenye Yohana 3 mstari wa 16. Na linasema hivi, ili agano, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama ujui Mungu alifanya agano na maisha yako, shika Yohana 3:16. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na alipoupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, Yesu Kristo. Ndio maana kila mtu anaambiwa okoka, ili umpate huyu Yesu aje kwenye maisha yako. Amen. Kwa hiyo unapookoka unakuwa umeambatana naye. Ukiwa umeambatana naye, mnakuwa na agano baina ya Yesu na wewe. Na agano unalokuwa nalo ndo hili. Agano lipi? Ili kila mtu asipotee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo unalo agano ambalo Mungu amefunga na wewe, lipi? Kutokupotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakukumbuka. Kwa hiyo akikukumbuka anakuja kwako. Akija kwako kuna kitu anakirudisha. Neno la Mungu linaturudisha hapa kwenye Kutoka 3:7-8. Anasema hivi, Bwana akasema. Kwa nini kasema? Kawakumbuka. Kwa nini kasema? Baada ya kuwakumbuka kaja. Alipowakumbuka kaja na taarifa, anasema hivi, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Kwa hiyo Mungu anasema na wewe, nimekukumbuka. Ndio maana anasema huu ni mwezi wa kukumbuka na Bwana. Kwa hiyo kwa sababu nimekukumbuka, nataka kukutendea mema. Mema yapi? Anasema hakika nimeyaona mateso yao, nimeona nyumba zao, nimeona mioyo yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo dada Melebi, kabla Mungu hajakumbuka agano, hakusema wana wa Israeli ni watu wangu. Baada ya kukumbuka agano la baba zao, wana wa Israeli wakawa watu wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona huku Mungu akamtoa Yesu, akatufanyisha sisi agano la milele. Kwa hiyo mtu yeyote anapookoka anaingia kwenye agano. Kwa hiyo unakuwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo inamfanya Mungu akikusikia, kuna kitu kinasema, mbona Kristo analia? Unamsumbua Mungu, mbona nasikia sauti za kulia? Kinachofanya sauti zimfikie agano. Amen. Limetengeneza njia. Ndio maana neno la Mungu linasema akuwasikia wao, akalisikia agano. Alilolifanya na nani? Sio na wale. Alilifanya na Ibrahim, na Isaka na Yakobo. Hawakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichomfanya dada Krista Mungu atukumbuke sisi, sio sisi ni wazuri sana. Agano lipi? Alilolifanya na Yesu, ya kwamba nenda kaninunulie watu wote. Ndio maana anasema watu wote ulimwenguni. Kwa hiyo yeyote anayekuja kwa Yesu, yeyote anayempokea Yesu, Yesu amefanya naye agano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anayo mamlaka ya kumsikia.
sauti inafika mbele za Mungu. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema kwa sababu kalikumbuka agano, akasema nashuka kuangalia ili nione. Kwa sababu mwanzo akuangalia, lakini alisikia kelele. Kwa hiyo Mungu anaweza, mbona nasikia sauti ya huyu nani? Anaona na damu yake. Hata kama uliokoka ukaanguka, uliokoka kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni makosa tu. Kwa hiyo yeyote aliyemwendea Mungu kwa imani, aliyemwendea Yesu kwa imani, ataokolewa. Yuko ndani ya agano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ndani ya mwezi huu wa 4 Mungu ametukumbuka. Anasema nimekukumbuka ili nikutendee mema. Ndio maana unaona hapa kwenye Kutoka 3:7-8 anasema Bwana akasema, baada ya kuwakumbuka, baada ya kukumbuka agano. Kuna kitu niliwaahidi. Kuna kitu niliwaahidi babu zao, sio wale. Bwana Yesu asifiwe. Na alimwahidi Ibrahim, akamwambia na Isaka na Yakobo, ya kwamba nitaokoa watoto wako. Hawatakaa kwenye utumwa. Nitaipeleka kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo Mungu anapokuja anawaambia, niliwaahidi. Ndio maana anasema hivi, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Baada ya kuangalia, neno la Mungu linasema Mungu akashuka kuangalia, akaona huyu anavyomfanya, huyu anavyopigwa, wasimamizi wanawatendea hivi. Hivi ndivyo ambavyo Mungu ametufanyia sisi. Ameshuka, ameangalia. Kwa hiyo Mungu anajua tu nani kamgomvi, nani kamtenda mwenzie mabaya, nani kamroga mwenzie, nani kamuibia mwenzie, nani kamuonea mwenzie. Ndio maana ukisoma mstari wa 8 anasema hivi, nisome dada Krista. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile. Hapo Manake anawaokoa, anawapandisha. Kuna mahali anawatoa, anawapeleka sehemu nyingine. Kinachofanya wapandishwe ni nini? Kukumbukwa. Na ili neno la ahadi walipewa babu zao. Kwa hiyo na sisi Yesu alipotuokoa, alipofanya agano, kuna vitu alisema ya kwamba nimewanunua kwenye nyumba za utumwa, nimewanunua kwenye madeni, nataka wawe huru. Yeyote atakayekuja kwangu, nami nitakuwa pamoja naye, tutakuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokuja kwako anakuambia hivi, nataka nikuokoe, nikutendee mema. Kwa sababu nimeahidiana na mtu. Kuna mtu amekununua. Na mimi ni Mungu wa agano. Mimi ni Mungu ninayeshika maagano. Mungu, neno langu sio muongo. Nikisema natenda. Nikisema naponya naponya. Nikisema nafanya. Ahadi zake ni kweli na amini. Bwana Yesu asifiwe. Soma sasa hapo. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mpelizi na Muhivi na Myebusi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, mwisho wa siku Mungu anataka kuwapeleka wapi? Mahali ambapo wataenjoy. Mahali ambapo watakaa kwa amani. Mahali ambapo watapata tulizo. Mahali ambapo wataona maziwa na asali. Mahali ambapo wataona mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu Mungu anapokukumbuka atakupa hivi. Atakupandisha. Atakutoa mahali pa chini. Atakuweka mahali pa juu. Ndani ya mwezi utarajia sana kuona fadhili za Mungu, wema wa Mungu, uso wa Mungu, upendo wa Mungu na ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe jambo moja dada Krista. Nisomee Mwanzo 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemchem za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni. Mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Maji yakadumu kuondoka katika nchi. Na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia hivi, Mungu akikukumbuka kuna kitu anafanya. Mungu anakupandisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mungu anabadilisha mambo. Ndio maana nimekurudisha kwenye ili andiko Mwanzo 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Unaona Mungu alipomkumbuka Nuhu kuna vitu Mungu alifanya. Kwa hiyo mpendwa,
Mpendwa, mtu wa Mungu, kuna vitu Mungu atafanya dada Amen. Krista. Kuna vitu Mungu atatutendea. Ndio maana unasoma hapa anasema hivi, na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Amen. Kwa hiyo Mungu akikukumbuka kuna kitu anafanya. Alipomkumbuka Nuhu, akaona Nuhu amelemewa na maji, Mungu akavumisha upepo. Ukisoma mstari wa 2 anasema hivi, chemchem za vilindi zikafungwa. Pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, ili Mungu akutendee mema, kuna vitu vitazuiliwa. Amen. Kuna vitu vitalazimika kufungwa. Amen. Dada Krista, kuna watu kwenye maisha yao wana chemchemu ya mabaya. Chemchemu haikauki. Inatoa tu, inatoa. Watu wanaishi ni mabaya tu, ni mabaya, yamefunguliwa kama chemchemu. Watu wanaishi madirisha ya mabaya yako wazi. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, chemchemu ikazuiliwa, madirisha yakafungwa. Kwa hiyo Mungu anapokuja kukukumbuka, kuna vitu anabadilisha. Kwa hiyo Mungu ametukumbuka kwa sababu kuna chemchemu za mabaya zinatakiwa zifungwe. Amen. Kuna chemchemu za anasa zinatakiwa zifungwe. Amen. Watu wanahangaika kwenye addiction. Mtu haachi, kwa nini? Chemchem. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anajitahidi kila siku, anakunywa pombe, anaanguka mitaloni, anabebwa, anarudisha nyumbani kwa aibu, anasemwa, lakini kesho anarudi tena. Kwa nini? Chemchem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anahangaika na addiction za pornography na masturbation. Mtu anakwambia mpaka nataka niache, lakini nafanya bidii siachi. Kwa nini? Chemchem. Chemchem haizuiliwi hivi hivi. Chemchem inatoa maji. Chemchemu inafanya kisima kinajaa. Chemchemu inatengeneza mto. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema Mungu akamkumbuka Nuhu na wote waliokuwa pamoja naye. Kwa hiyo Mungu akaja, kitu cha kwanza unaona anafanyaje? Anafunga chemchemu. Kwa hiyo Mungu anapokuja kwenye nyumba yako dada Krista, kama wewe umeumba. Kwa hiyo kama mimi dada yako nasumbuliwa na nguvu za giza za chemchemu, kwa sababu ya kukumbuka wewe, Mungu anafunga. Ndio maana anasema na wote waliokuwepo pamoja na Nuhu, hata wanyama. Kwa nini Mungu ametuonyesha kwenye level ya wanyama? Kama wanyama wanaweza kukumbukwa, wewe ni nani Mungu asikumbuke? Yani lazima kukumbuke. Kwa hiyo kwa mtu mmoja ambaye ataomba kwa habari ya familia yake, Mungu atakumbuka mpaka mjukuu. Na Mungu akimkumbuka chemchem ndani ya mwezi wa 4, tunapoenda kukumbukwa na Bwana, vitu vyote ambavyo vilikuwa chemchem za kipepo zinafungwa. Vitu vyote ambavyo vilikuwa ni chemchem za nguvu za giza zinafungwa. Vitu vyote ambavyo vilikuwa ni chemchem za ubaya zinafungwa. Watu mioyoni mwao wamejaza ubaya. Mpaka ukilala unasononeka, mbona mimi ninawaza mauaji, nawaza ila. Umepambana nayo auachi kwa sababu kinachokutesa ni chemchem. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linasema Mungu alipomkumbuka Nuhu akasogea, akaja. Unaona huku Mungu alipokumbuka wana wa Israeli akaja. Kwa hiyo tunaposema kukumbukwa na Bwana ni somo kubwa. Kukumbukwa na Mungu, Mungu ni mfalme. Ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Lakini mpaka aje lazima kuna kitu kiwepo. Nini? Agano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi na wewe tumefungwa kwenye agano na Yesu. Tumeokoka ndani yake, tunamwamini. Ndio maana amekuja. Ndio maana anasema nataka nifunge chemchem. Nataka nifunge madirisha. Neno la Mungu linasema mvua ilikuwa inanyesha inatoka kwenye chemchem na madirisha. Lakini Mungu kwa sababu alimkumbuka Nuhu. Kwa nini alimkumbuka Nuhu? Agano. Alifanya agano na Nuhu. Akafunga. Kwa hiyo leo Mungu atakuja kufunga hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 3 anasemaje? Maji yakadumu kuondoka katika nchi. Na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapa anasema hivi, maji yakadumu kuondoka katika nchi. Ukisoma Mwanzo 8 mstari wa 3, Biblia habari njema anasema hivi, maji yakaendelea kupungua polepole katika nchi. Kwa hiyo maana yake nini? Watu ndani ya mwezi huu wataanza kuona shida zao zinapungua polepole. Bwana Yesu asifiwe. Matatizo yao yanapungua polepole. Namna ambavyo upo leo sivyo ambavyo utakuwepo kesho. Sivyo ambavyo utakuwepo mwezi unaofuata. Sivyo. Kwa nini? Mungu amekukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 19:29 tukaombe.
Mwanzo 19:29. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma tena. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia hivi, kwa sababu Mungu atakukumbuka wewe, familia yako itapona. Amen. Watu wako watapona. Unaona, Mungu alikuwa anaiangamiza miji. Alipokuwa anaiangamiza miji, kuna agano Mungu alifanya na Ibrahim. Kwa sababu kuna agano ambalo Mungu alilofanya na Ibrahim. Kule alipokuwa anaangamiza kulikuwa na damu ya Ibrahim. Kwa hiyo Mungu akumkumbuka Lutu, akamkumbuka Ibrahim. Alipomkumbuka Ibrahim, akamwokoa Lutu. Kwa hiyo kwa sababu ya wewe kuombea familia yako, kwa sababu ya wewe kusimama kwenye maombi kwa ajili ya familia yako kwa uaminifu, Mungu anakukumbuka wewe. Amen. Kwa hiyo Mungu akikukumbuka wewe, anaiponya nyumba yako, anaponya ardhi ya nyumbani kwako, anawaponya ndugu zako, anaponya mipaka ya nchi yako. Amen. Kwa sababu gani? Ya mtu mmoja aliamua kufunga agano na Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, mtu wa Mungu, Mungu atatukumbuka sana. Amen. Mungu atatusaidia sana. Amen. Mungu atatuhudumia kuliko kawaida. Amen. Vitu vyote vibaya vitaondoka leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo baya litaisha leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu cha giza kitaondoka leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakumbuka nyumba yako. Amen. Mungu atakukumbuka ili akutendee mema. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama haujawahi kufanya agano la Mungu la kuokoka, utafanya maamuzi leo tutakapoendesha sala ya toba. Okoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaomba mbele za Bwana. Leo tutalia mbele za Bwana. Amen. Tutamwambia Mungu atukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutamwambia Mungu, kumbuka maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutamwambia Mungu, kumbuka miji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwambia Mungu, funga chemchem zote mbaya. Amen. Funga madirisha yote mabaya. Chemchem za kipepo natamka leo kwa jina la Yesu kwenye nyumba yako zinafungwa. Amen. Chemchem za uadui natamka leo kwenye maisha yako zinafungwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kabla sijaenda kuomba maombi haya, nataka kila mtu akumbukwe na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kila mtu akapate kibali mbele za Bwana. Ninataka leo kila mtu unayenisikiliza, hata kama umeokoka, tutafanya sala ya Bwana. Wote tutarudia haya maneno. Kama kuna mahali kuna tatizo, tutapatana naye. Amen. Kama kuna mahali tulijikwaa, Mungu akatengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyanyua mikono yako mahali ulipo. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru. ninakushukuru. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupenda. ninakupenda. Ninasema asante. Ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa ajili ya uaminifu usiku wako. wa leo. Usiku wa leo. Ninasogea mbele zako. Ninasogea mbele zako. Ninakupokea. Ninakupokea Moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Leo hii. Leo hii. Uwe Bwana. Uwe Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Ninakuomba. Ninakuomba. Mungu wangu. Mungu wangu. Futa jina langu. Futa jina langu. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu. Cha hukumu. Cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu. Cha uzima. Cha uzima. Andika jina langu. Andika jina langu. Kwenye kitabu. Kwenye kitabu. Cha kumbukumbu. Cha kumbukumbu. Ya uzima. Ya uzima. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Ninamkataa. Shetani. Na kazi zake. Na kazi zake. Na mambo yake. Na mambo yake. Najitoa. Mbele zako. Mbele zako. Mungu wangu. Mungu wangu. Nikutegemee. Nikutegemee. Nikutumikie. Nikutumikie. Kwa uaminifu. Kwa uaminifu. Hata nitakapokufa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu, omba rehema. Mwambie Mungu akurehemu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba. Unirehemu. Ili unikumbuke. Ninaomba. Unirehemu. Ili unikumbuke. Ninaomba. Rehemu maisha yangu. Ninaomba. Rehemu familia yangu. Ninaomba. Rehemu ardhi yangu. Bwana Yesu. Ninaomba. Unirehemu. Bwana Yesu. Ninaomba. Unisaidie.
unisaidie ili unikumbuke sawa sawa na neno lako, kama ambavyo uliwarehemu wana wa Israeli. Ninaomba unirehemu na mimi kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba rehema. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba toba na rehema Bwana. Ninaomba ninaomba urehemu maisha yangu Bwana. Ninaomba urehemu watu wa nyumbani kwangu Bwana. Ninaomba urehemu familia yangu Bwana. Yesu, ninaomba urehemu Baba, ninaomba unirehemu ili unikumbuke Bwana Yesu. Nirehemu ili unikumbuke Baba. Kumbuka maisha yangu Bwana Yesu. Nirehemu unikumbuke. Nirehemu unikumbuke. Rehemu kazi yangu. Rehemu maisha yangu. Rehemu huduma yangu. Rehemu saa ya maombi. Turehemu utukumbuke. Rehemu familia hii Baba. Rehemu maisha ya watu wa Bwana. Rehemu Baba. Rehemu Baba. Rehemu nyumba yetu. Rehemu maisha yetu. Rehemu Baba. Rehemu. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kataramande. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba. Omba mtu wa Mungu, omba. Mwambie Mungu akurehemu. Akurehemu akukumbuke. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba. Rekomanda kaba. Rehemu mahusiano yangu. Rehemu uchumi wangu. Rehemu wazazi wangu. Rehemu ardhi ya nyumbani kwetu. Rehemu ndugu wa mama yangu. Rehemu ndugu wa baba yangu. Rehemu Baba, rehema zako. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kataya. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba de. Naomba unirehemu Baba. Ndani ya mwezi unirehemu. Nirehemu Bwana Yesu. Nirehemu Bwana Yesu. Nirehemu Bwana Yesu. Nirehemu Bwana Yesu. Randa Baba Baba. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba de. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kataya. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Rekomanda kaba Baba. Nirehemu Baba Baba. Omba rehema mtu wa Mungu. Ombea maisha yako rehema. Ombea maisha yako rehema. Baba nirehemu. Baba nikumbuke. Baba nirehemu. Baba nikumbuke. Niondolee adhabu. Niondolee mateso. Baba nirehemu. Mungu wangu nirehemu. Mungu wangu nirehemu. Nirehemu Baba. Nirehemu Mungu wangu. Nirehemu Mungu wangu. Nirehemu Mungu wangu. Nirehemu Mungu wangu. Turehemu tulipokosea. Rehemu familia yangu. Tusamehe baba yangu. Turehemu tukumbuke. Turehemu tukumbuke Baba. Tunaomba msaada wako. Tunaomba msaada wako Baba. Tunatamani utusaidie. Utukumbuke tena. Utukumbuke tena. Utukumbuke tena. Utukumbuke tena. Utukumbuke tena Baba. Angalia mioyo yetu inavyokutamani Baba. Inavyokutamani Baba. Tunaja na wewe. Tunaja na wewe. Turehemu Baba. Rehemu Baba. Rehemu watoto wako Baba. Wanaosikiliza maombi haya. Rehemu nyumba hii Baba. Rehemu mama huyu Baba. Rehemu dada huyu Baba. Rehemu kijana huyu. Rehemu familia hii. Turehemu Bwana Yesu. Turehemu Bwana Yesu. Turehemu Bwana Yesu. Turehemu Bwana Yesu. Futa kumbukumbu za makosa. Futa kumbukumbu za mashtaka. Futa kumbukumbu za maanguko. Rana Baba Baba. Rakamanda kababa. Rekomanda kababa. Nirehemu Mungu wangu. Nirehemu Mungu wangu. Turehemu tukumbuke. Turehemu tukumbuke. Neno lako linasema ukitulizia Baba unasogea. Unakuja Bwana Yesu. Unasikiliza Baba. Tunaomba rehema zako. Tunaomba rehema zako. Tunaomba utuangalie. Randa Baba Baba. Randa Baba Baba. Omba mtu wa Mungu. Mwambie Mungu akurehemu. Mwambie Mungu akurehemu. Mwambie Mungu akurehemu. Akurehemu aondoe uchawi. Akurehemu aondoe uchawi. Aondoe uchawi kwenye familia yako. Akufungue kwenye vifungo. Utukumbuke uturehemu. Ondoa uchawi uturehemu. Yekoria manda kababa. Rekokokokoko. Rekomasakatara
barani. mrehemu mama Zekoria yule, manda kabari. mrehemu Rehemu kijana yule, mtoto huyu Baba. mrehemu Rehemu biashara wa ile. familia hii Baba. Yesu Waangalie turehemu. watoto wako. Yesu Waangalie turehemu. watoto wako. Yesu turehemu. Waangalie watoto Yesu wako. turehemu. Tuangalie watoto Turehemu wako. tukumbuke. Tuangalie Turehemu watoto wako. tukumbuke. Randa baba Turehemu baba. tukumbuke. Randa kababa baba. Ututendee mema. Rekomanda kabari. Ututendee Rekomanda mema. kabari. Ututendee Rekomanda mema. kabari. Kwa jina la Rekomanda Yesu, kabari. kwa damu ya Rekomanda Yesu, kabari. ile agano Rekomanda kabari. iliyomwagika Zekoria manda pale kabari. msalabani. Zekoria manda kabari. Yesu turehemu. Rekomanda Kwa kabari. damu ya Rekomanda Yesu, kabari. ile Rekomanda agano kabari. iliyomwagika, Zekoria manda kabari. iliyomwagika, Rekomanda kabari. iliyotukomboa, Rekomanda kabari. iliyotukomboa. Rekomanda kababa. Yesu turehemu. Nirehemu baba yangu. Yesu turehemu. Nirehemu Mungu Nirehemu wangu. Bwana wangu. Rekomanda kabari. Rehemu watu wa Samu. Zakaramanda Rehemu kababa. watu wa Samu. Rekomanda Rehemu kababa. maisha yangu. Rekomanda Rehemu kabari. mapato yangu. Rekomanda Rehemu kababa. kazi zangu. Rekomanda kababa. Rehemu Rehemu biashara ndugu wa yangu. mama yangu. Yesu turehemu. Rehemu ndugu wa baba Yesu yangu. turehemu. Rehemu watu wa Yesu familia turehemu. yangu. Rehemu Yesu kaka yangu wa turehemu. kwanza. Yesu Rehemu mdada turehemu. wa pili. Yesu Rehemu mdogo turehemu. wangu wa tatu. Tukumbuke Rehemu Bwana. mdogo wangu wa nne. Tukumbuke Rehemu Bwana. na watano Baba. Tukumbuke Yesu. Rehemu marafiki Tukumbuke zangu Yesu. Baba. Turehemu Rehemu watu Yesu. wangu Baba. Turehemu Rehemu Yesu. wafanyakazi wangu. Katikati ya Rehemu ghadhabu. kampuni yangu. Baba, kumbuka Baya rehema. kabadaba. Baba, kumbuka Randa rehema. baba. Baba, kumbuka Rekomanda rehema. kabade. Baba, kumbuka Rekomanda rehema. kababa. Kwa damu ya Rekoma Yesu, sakata. ile agano Rekomanda kabade. iliyomwagika Rekomanda kabade. msalabani, Rekomanda kabade. iliyotununua, Rekomanda kabade. iliyotukomboa, Zakarakata. iliyotukomboa Zakaramanda pale kabade. Kalvari, Rekoka kaka. iliyotukomboa Rekoka kaka. kwa damu ya Rekoka agano. kaka. Itutakase, Rekoka kaka. itutakase Zedoba kwa shadabade. damu ile Zekori ile. amanda kabade. Yesu turehemu Randa kwa baba. damu ile ile. Rekomanda Yesu kabade. tukumbuke Rekomanda kwa damu kabade. ile ile. Rekomanda Damu ya kababa. agano. Zadaba Yesu shatalamande. turehemu. Yesu Rekomanda tukumbuke. kabade. Yesu Rekomanda tukumbuke. kabade. Mungu Zekoria tukumbuke. katayo. Utuangalie. Rekomanda kabade. Baba Ututazame. yangu Baba. Utuone Mungu Yesu. wangu Baba. Uondoe teso Zekoria letu. katayo. Uondoe teso Rekomanda letu. kabade. Ondoa kuugua Zakarada kwetu. kabade. Ondoa maumivu Rekomanda yetu. kabade. Ondoa Rekomanda maumivu yetu. kababa. Ondoa Zakaramanda mabaya. kabade. Ondoa Rekomanda uchache. kabade. Ondoa Zekoria umasikini. manda kabade. Ondoa Tukumbuke utumwa. Baba. Tukumbuke Tukumbuke Yesu. Baba. Tukumbuke Tukumbuke Yesu. Baba. Tukumbuke Tukumbuke Yesu. Baba. Tukumbuke Yesu. tunakuomba. Turehemu Zakaranda Yesu. kababa. Turehemu Zakaramanda Yesu. kabade. Utukumbuke Rekomanda Bwana. kabade. Utukumbuke Zakaramanda Bwana. kabade. Utukumbuke Rekomanda Yesu. kabade. Kwa damu ya Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno lako Neno linasema lako linasema kutoka kwenye Mwanzo kwenye Mwanzo nane mstari wa pili neno linasema chemchem za vilindi zikafungwa pia na madirisha ya mbinguni na mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Usiku wa leo ninaomba uzuilie mabaya kwenye maisha yangu. Usiku wa leo ninaomba kila chemchem ya mabaya uizuie, unikumbuke, uizuie kwa jina la Yesu. Kila chemchem ya uovu kwenye maisha yangu izuie kwa jina la Yesu. Kila madirisha ya mabaya, kila madirisha ya uovu, kila madirisha ya kushindwa usiku wa leo, kila madirisha ya nguvu za giza usiku wa leo ninaomba uyafunge, uyazuie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, zuia hizo chemchem. Randa kaba shaka, rekomanda kaba baba, ninaomba kila chemchem za mabaya, kila chemchem za kipepo, kila chemchem za anasa, kila chemchem za dhambi, rekomanda kaba baba, rekomanda kaba, 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 zakaramanda kaba, rekomanda. Zuia baba yangu, zuia baba yangu, zuia Mungu wangu, zuia kwenye maisha yangu. Nikumbuke Baba, zuia chemchem za uovu, zuia chemchem za kutokuolewa, zuia chemchem Baba zinazofuliza kwenye maisha yangu. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba zizuiliwe, omba zikwamishe, omba ziondolewe. Randa bataya,
Mungu akikukumbuka, chemchem zinafungwa. Mungu akikukumbuka, madirisha yanafungwa. Kwenye maisha yangu Baba, naomba unikumbuke. Baba, ninaomba unikumbuke. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, funga umaskini, kwa damu ya Yesu, usiwepo Yesu tena. nikumbuke, Funga baba Yesu yangu, nikumbuke, funga baba Yesu yangu, nikumbuke, kumbuka saa ya Yesu maombi, nikumbuke, funga kila Yesu mashambulizi nikumbuke, ya adui Yesu shetani, nikumbuke, funga kila kumbuka maombi maneno, yangu, mishale kumbuka kulia inayotumwa, kwangu, mishale kumbuka maombi inayotumwa. yangu, Baba kumbuka kesho izuie, yangu, Baba kumbuka izuie. maisha yangu, Randa baba baba, unikumbuke Yesu, randa kababa, unikumbuke Yesu, randa kababa, ukafunge rakamanda kila kababa, mvua randa kababa, za kipepo randa kababa, kwenye maisha yangu, randa kababa, kila chemchemu randa kababa, za mabaya randa baba, ukazifunge zakaramanda, kwa damu ya Yesu, rekomanda kwa kababa. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu wa Mungu weka mkono wako kwenye kichwa chako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimeweka mkono. Nimeweka mkono juu ya kichwa changu. juu ya kichwa changu. Ninakuomba. Ninakuomba. Unisaidie. Unisaidie. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Funga. Funga. Kila chemchem. Kila chemchem. Ya mabaya. Ya mabaya. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Funga. Funga. Kila chemchem. Kila chemchem. Ya mabaya. Ya mabaya. Juu ya kichwa changu. Juu ya kichwa changu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Acha hivyo hivyo mkono kichwani, ninakuombea. Baba, katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye ameweka mkono kwenye kichwa chake, Mungu ninaomba funga kila chemchem za kipepo. Ninafunga kila chemchem za kichawi. Ninafunga kila chemchem za anasa. Ninafunga kila chemchem za addiction. Ninafunga kila chemchem za ubaya. Ninafunga kila chemchem za kipepo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila chemchem za madeni. Ninafunga kila chemchem za uzembe. Ninafunga kila chemchem za nguvu za giza kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Kila mtu aliyeweka mkono kichwani kwenye kichwa chake, ninafunga kila madirisha ya nguvu za giza. Ninafunga kila madirisha ya kichawi. Ninafunga kila madirisha ya ubaya katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia kila nguvu za kichawi. Ninazuia kila nguvu za kipepo kwa watu wa Mungu. Baba, ninaomba ukakumbuke watoto wako. Baba, ninaomba ukakumbuke watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Kwenye Mwanzo 8. Kwenye Mwanzo 8. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Maji yakaendelea kupungua pole pole katika nchi. Sawa sawa na neno lako. Ninaomba mabaya yaendelee kupungua pole pole kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mikosi iendelee kupungua pole pole kwenye maisha yangu. Matatizo yapungue pole pole kwenye maisha yangu. Kila mabaya, kila giza, kila uzembe, kila ubaya, ninaomba uondoke kwenye maisha yangu. Nenda mbele za Mungu, omba. Randa baba baba kila ubaya upungue kwenye maisha yangu, kila ubaya, kila mabaya, kila ubaya, kila mikosi iondoke kwenye maisha yangu, kila mabaya yaondoke kwenye maisha yangu, kila bahati mbaya zilizokaa kwenye maisha yangu ziondoke kwenye maisha yangu, kila uchache, kila kutokukumbuka ninakukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye maisha yangu ninakataa kila ubaya uondoke kwenye maisha yangu, uondoke kwenye malango yangu, uondoke kwenye maisha yangu. Ninakemea kila mabaya kwenye maisha yangu, ninayaondoa kwa jina la Yesu, ninayaondoa kwa damu ya Yesu, ninayaondoa kwa jina la Yesu. Kila uchache, kila upungufu, kila mabaya, kila mabaya ninayaondoa kwenye maisha yangu, kila maangamizi ninayaondoa kwenye maisha yangu, kila uharibifu wa kipepo, kila mabaya ya kipepo, kila mauti ninasiondoa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ubaya, kila ubaya, kila ubaya ninaondoa kwenye maisha yangu, kila utumwa ninaondoa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kichwa cha somo. Kichwa cha somo. Cha siku ya leo. Kinasema. Nikumbuke. Mungu wangu. Ili unitendee mema. Nami ninaomba. Sawa sawa. Na ili neno. Ninaomba. Unikumbuke. Na unitendee mema. Kwenye maisha yangu. Ninaomba. Unikumbuke. Kwenye kazi yangu. Na unitendee yaliyo mema. Ninaomba unikumbuke kwenye kampuni yangu. Nikumbuke kwenye taasisi yangu. Nikumbuke kwenye kilimo changu. Nikumbuke kwenye kipawa changu. Nikumbuke kwenye biashara yangu. Nikumbuke kwenye hatua zangu. Na ninaomba unitendee yaliyo mema. Ninaomba unitendee yaliyo ya heri. Ninaomba unitendee yaliyo mazuri kwa jina la Yesu. Tendea familia yangu yaliyo mema. Tendea nyumba yangu yaliyo mema kwa jina la Yesu. Niombe mema. Baba, ninatamka mema kwenye maisha yangu. Ninaomba leo unikumbuke, unitendee mema. Ninaomba Yesu unikumbuke, omba mtu wa Mungu. Omba Mungu akutendee mema. Omba Mungu akutendee mema. Omba Mungu akutendee mema. Kwenye nyumba yangu nitendee mema, kwenye kazi yangu nitendee mema, kwenye biashara yangu nitendee mema, kwenye mahusiano yangu nitendee mema, kwenye uchumi wangu nitendee mema, kwenye afya yangu. Ninaomba leo Baba unitendee mema. Baba tutendee mema. Tendea miji yetu mema. Tendea familia zetu mema. Tendea nchi yetu mema. Kila kilichoonekana kuwa kigumu ninaomba ukakifanye kuwa chepesi. Kila kilichokuwa kama kizuio kwenye maisha yangu ukakiondoe, unitendee mema kwa jina la Yesu. Kila kilichosimama kama ukuta ukakiondoe kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba uso wako uwe pamoja nami. Ninaomba uso wako uwe pamoja na maisha yangu. Ninaomba fadhili zako, rehema zako, wema wako na upendo wako uwe pamoja nami kwa jina la Yesu. Ninaomba utukufu wako uwe pamoja nami usiku wa leo. Ninaomba unikumbuke. Ninaomba unikumbuke. Ninaomba unikumbuke kwa jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninasema asante kwa ajili ya watoto wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya mwezi mzuri sana Baba ambao umetupa. Mungu ninakushukuru kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu Mungu utatukumbuka. Asante kwa sababu Mungu utakumbuka kila nyumba ambayo inakusikiliza. Asante kwa sababu Mungu utamkumbuka kila mtu ambaye anakusikiliza. Baba, ninasema asante kwa sababu utatutendea mema. Mungu, tumenyanyua sadaka zetu kwenye lango letu la mwezi wa 4. Mungu, tumenyanyua sadaka zetu kwenye mwezi huu wa kukumbukwa na Bwana. Baba, tunaomba upokee sadaka zetu na utukumbuke. Baba, tunaomba upokee sadaka zetu na utukumbuke. Mungu, kumbuka maombi yetu. Mungu, tukumbuke Baba. Sadaka zetu zikafike kwenye madhabahu yako. Sadaka zetu ukazipokee kwenye hema yako katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu, unapozipokea sadaka zetu, sikia sauti ambazo Mungu tumezitamka kwenye sadaka hizi. Baba, kumbuka familia hii Baba ambayo Mungu inakuomba wewe. Baba, kumbuka watoto hawa ambao Mungu wanakulilia wewe. Baba, ninaomba kumbuka nyumba hii. Baba, ninaomba kumbuka watoto hawa. Baba, ninaomba kumbuka wazazi hawa. Baba, ninaomba kumbuka duka hili. Baba, ninaomba kumbuka taasisi hii. Baba, ninaomba kumbuka vipawa hivi vya watoto wako. Baba, ninaomba kumbuka kampuni za watoto wako. Baba, kumbuka shule zao. Baba, ninaomba kumbuka vilimo vyao. Baba, ninaomba kumbuka mifugo yao. Baba, ninaomba kumbuka ardhi zao. Baba, ninaomba ukumbuke na uangalie kama neno lako ambavyo linasema ukakumbuka agano. Alafu Mungu ukashuka ukawaangalia. Mungu, ukakumbuke agano ambalo sisi wote watoto wako tumelifanya leo. Wote tumekukiri wewe Mungu wetu ya kwamba wewe ni Mungu na Mwokozi wa maisha yetu. Tumefunga
tumefunga agano na wewe Baba, kakumbuke. Kumbuka ndugu zetu kutoka upande wa mama yangu, kumbuka ndugu zetu kutoka upande wa baba yetu, kumbuka Mungu ndugu zetu kutoka kwenye matumbo yetu, kumbuka watoto ambao Mungu tumewazaa, kumbuka wajukuu waliozaliwa na watoto wetu, kumbuka wajomba na mashangazi zetu, kumbuka baba wakubwa na baba wadogo, kumbuka Mungu watu wote, kumbuka dada zetu, kumbuka huduma zetu Mungu, kumbuka watu wanaofanya huduma ya kukutumikia, wanaoimba Baba, wanaohubiri injili Baba, wanaokemea dhambi Baba. Kumbuka watoto wako kwenye mwezi huu wa 4, ukatukumbuke Baba, tukaone uso wako, ukatukumbuke Baba, tukasikie maonyo yako, ukatukumbuke Baba, tukaone fadhili zako. Neno lako linasema ukamkumbuka Nuhu, ukatuma upepo, maji yakapungua. Mungu, ninaomba ukatume upepo wa Roho Mtakatifu kwenye nyumba zetu, tuma upepo wa Roho Mtakatifu kwenye makazi yetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama utakuwa na changamoto yoyote mtu wa Mungu, basi utatupigia simu kwenye hizi namba 0655108869. Narudia tena 0655108869, au utapiga simu kwenye namba 0716052202. Mtu wa Mungu, nimekwambia mwezi huu ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Endelea kurudia haya maombi. Omba mtu wa Mungu, fanya maombi, funga kila chemchem ya nguvu za giza ili Mungu akukumbuke. Mkumbushe Mungu agano ambalo tumefanya naye. Mkumbushe Mungu kwa habari ya maombi yako, na utaweza kuona mkono wa Mungu ukikuhudumia sana. Lakini pia kama mtu wa Mungu unatusikiliza hapa na hujajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, utatutumia SMS kwenye namba hizo ambazo tumezitaja 0655108869 au 0716052202. Tutakuunga kwenye magrupu yetu ya saa ya maombi. Lakini pia maombi yetu yote yanapatikana kwenye YouTube channel yetu ambayo inaitwa Minister Melebi. Tufollow kwenye page yetu Instagram inaitwa Melebi Charles, na Facebook tunaitwa Melebi Charles. Mtu wa Mungu, utaona kila kitu ambacho tunakihudumia hapa, na Mungu atakuhudumia zaidi kwa jina la Yesu, amen.